Tuombe. Bwana, katika jina lako Yesu Kristo tunasema wastahili sifa na utukufu. Wewe ni mfalme na wewe ni Mungu, umejaa utukufu na nguvu na mamlaka. Asante ni kwa sababu ya kibali kikuu umetupatia asubuhi ya leo na mwelekeo umetupa asubuhi ya leo. Jehova Jireh, ndio tukaweza kutazama neno lako Bwana Jehova Jireh na kuliinua mfalme wa ajabu ndani ya mioyo yetu. Na ndio Bwana liweze kutenda kazi kulingana na vile upendavyo na liweze kufungua mioyo ya watu wengi kulingana Bwana Jehova Jireh na mpango wako mtakatifu. Tunajua watu waza mawazo mema kila wakati Bwana, na wale wote Bwana Jehova Jireh wa kuaminio mtakatifu hakuna wakati wanatoka mbele zako wakiwa Bwana mfalme mioyo yao imesononeka. Bwana wetu mfalme, wewe ndio umetupanga na tukapangika ndani yako mtakatifu mpaka tukaitwa wana. Na sasa hivi Bwana Jehova Jireh umetuondolea hali yoyote ile ya kututatanikia na kutuonyesha na kutufundisha na kutuelekeza ya kwamba mtakatifu tukiwa ndani yako Bwana hatuogopi kitu, tukiwa ndani yako Bwana hakuna Bwana Jehova Jireh kitu tutaweza kupoteza. Ni kwa sababu Bwana uzima ulio ndani ya Kristo Yesu yule alikufa kwa ajili yetu. Uko ndani yetu kwa sababu sisi nasi tuko ndani yake. Tunakubariki Bwana wetu Yesu Kristo, tunakubariki Mungu Baba Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu ya kibali kikuu na njema Bwana umetupatia ndio tuweze kuja kupokea ufunuo na tuweze Bwana Jehova Jireh kukanywa kusimamishwa Bwana Jehova Jireh na kuelekezwa mfalme wa ajabu mtakatifu mfalme na kupokea wema ule Bwana Jehova Jireh utatupeleka katika wiki nyingine na tuweze kukutana hapa tukiwa tu katika neema yako. Pokea sifa wewe Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakataa kila nguvu zote ziinukao juu Bwana Jehova Jireh mfalme ya neno lako Bwana na Roho wako Mtakatifu. Ile Bwana inaingia kukomesha watu na kuwaonyesha kama hiyo neno halifai, wala Bwana Jehova Jireh kuwasukuma chini ya nje ya mapenzi yako. Ninaikomesha katika jina la Yesu Kristo na waombea wote Bwana mfalme waweze kupokea utukufu na nguvu na mamlaka kulingana na vile Bwana Jehova Jireh wewe ulivyo kama vile ulivyo mwema. Wacha Bwana sisi wote mfalme tukaweze kupokea haki yako Bwana Jehova Jireh, tuweze kuinuka Bwana Jehova Jireh wale wote wameinama. Bwana ninashukuru ni kwa sababu ya uponyaji wako Bwana mfalme ule umetupa. Bwana ninakushukuru ni kwa sababu ya afya, ninakushukuru ni kwa sababu ya upendo, ninakushukuru kwa sababu ya umoja, ninakushukuru ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh mambo yote yale umetutendea kutoka kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Pokea sifa na utukufu mfalme katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Tuweze kuangalia neno la Bwana. Mnakumbuka last week tulikuwa tunazungumza kuhusu Cain and Abel. Bwana asifiwe. Ama sio hivyo? Tulikuwa tunazungumzia juu ya Cain and Abel. Na tukasema ya kwamba watu hawa wanaletwa, ukiangalia Old Testament kulikuwa Bwana alikuwa anapeana yani mahali kwingi alikuwa analinganisha watu wawili. Bwana asifiwe. Ndio wewe uweze kujitambua wewe uko katika nafasi gani, na tuweze kuelewa na kutambua ya kwamba hata wale wanaonekana kama hawako katika nafasi ya Bwana si kitu kikubwa wamefanya ati ndio waweze kuwa hawako katika nafasi ya Mungu. Hapana, ni kwa sababu ya kutoamini. Kuwa na moyo wa kufanya nini? Wa kutoamini. Wakiwa na moyo wa kutoamini, kukosa imani ndani yao na kutoamini na kutokubali kuongozwa, watu wengi wanakuwa nje ya mapenzi ya Bwana kwa sababu ya kutokuwa na nafasi ya kuongozwa. Kwa wakati huu tunaendelea na kuangalia katika nafasi hiyo na tutasoma katika kitabu ya Genesis. Tutasoma katika kitabu ya Genesis 4. Kitabu ya Genesis 4. 4:1-8. Ingereza haraka. Genesis chapter 4 verse 1. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 2.
And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Verse 3. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Verse 4. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. 5. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Verse 6. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Verse 7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Verse 8. And Cain talked with Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. Bwana asifiwe. Kulingana na neno la Bwana na kulingana vile tunavyosoma, tunaangalia tunaona ya kwamba kuna mstari hata last time niliguza namba 7. Mambo mengine tunayojiona ndani yake, tunachikuta ndani yake sio ya kwamba hatujui ama hatuelewi mapenzi ya Bwana, na jambo lolote linakuja kufanyika katika maisha yetu inafanyika kama tumejua. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hata ukiangalia huo mstari nikisoma na Kiswahili unasema ya kwamba kama ukitenda vema hutapata kibali. Usipotenda vyema kibali iko inakuotea vyema. Dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Haleluya. Wakati nilikuwa ninatazama hapo, nikaona ya kwamba Mungu alikuwa amemwarati. Mungu alikuwa amemnenea nani? Kaini. Na akamwambia ya kwamba dhambi inakuotea mlangoni. Dhambi iko langoni. Na hiyo dhambi unapaswa ufanye nini? Uishinde. Kwa hivyo kila wakati sio ati kwa sababu Mungu anajua. Ati kwa sababu Mungu anajua hatujajikuta katika dhambi. Ati kwa sababu unaambiwa wewe sasa utasimama kwenye huo mwanya. Wewe ndiye utasimama kwenye mwanya, sio Mungu atasimama kwenye mwanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Sio Mungu atasimama, sio ati Mungu hakuwa anajua Kain atamuua Abel. Mungu alikuwa anajua Kain atamuua Abel. Alikuwa anajua. Na akamwambia na ujue na uelewe ya kwamba kuna dhambi inakuotea mlangoni. Kuna kitendo isiyo ya kawaida utakapokifanya, ukikosa kutambua ama kujielewa, itakushinda. Lakini Bwana akamwambia, lakini unafaa kuifanya nini? Kuishinda. Unafaa kuishinda. Wakati ule nilikuwa ninatazama na kufikiria juu ya hii mstari, niliona jana ya kwamba Mungu wakati mmote ana mawazo yake inakuanga jambo lolote litakapokuja kinyume na mapenzi yake katika maisha yetu tunafaa tuishinde. Kwa hivyo Mungu anatuanga, ametupa uwezo na nguvu. Usiombe uwezo ati kwa sababu uko kwa majaribu. Hii ni jambo moja nilitambua ya kwamba si wakati wa kuomba uwezo, si wakati wa kuomba nguvu, si wakati wa kuomba kushinda. Ushindi umo ndani yako. Kuna mahali mnaona anaombea Kaini? Ndio yake. Bwana asifiwe. Kuna mahali mnaona anaambia Kaini wacha nikuombee? Hapana. Sababu anajua amemaliza kazi, amemfungua, amempa nguvu, amempa uwezo wa kushinda, amempa kila kitu. Na wewe umepewa kila kitu.
umepewa uwezo wote, nguvu yote, mamlaka yote, kila kitu umepewa. Ushindi wote umo ndani yako. Kwa jambo lolote linakuja kinyume na wewe, umepewa ushindi. Bwana asifiwe. Na pia alimwambia na ujue unafaa uishinde. Unafaa uishinde hiyo dhambi, unafaa uishinde. Kwa hivyo kuna uwezo wote na mamlaka yote yako ndani yako ya kushinda jambo lolote linalokuja kupigana na. Haleluya. Tuko pamoja? Uko na uwezo wote. Usitafute uwezo pale. Tumeandikiwa ndio tujue tunayo. Tumeandikiwa ndio tujue tuna uwezo. Tuna nguvu. Na ndio Kaini hakuna mahali anaombewa. Kaini hakuna mahali anafundishwa neno atakaa chini kwanza nikufundishe vile utaweza kushinda. Bwana asifiwe. Ate saikine usika chini nikufundisha 7 ways ya kushinda jaribu kama hilo. Atika vizuri kwa sababu ninataka nikufundishe njia 2 ama 3 za kushinda ile jaribu itakuja maishani mwako. Hakuna kitu kama hiyo. Bwana asifiwe. Njia ni moja. Wakati alipokufa msalabani, wakati alipotumwa ulimwenguni, alikupatia ushindi wote. Kwa hivyo mambo haya mnaona inatukomesha. Ukweli ushindi umo ndani yetu. Ukweli wao wa kutusaidia na kutambua ya kwamba mambo hayo yote unayoyaona katika maisha yako umepewa nafasi. Umepewa. Bwana asifiwe. Kwa kweli tuliraga na tukuona tutangihota ni kuaga gukorwo tutikonsultaga kana tutithiaga kumenya. Harukorwo tuli haha ndungimenya ugo turoiga. Ukweli sasa unatambua kwa sababu uko hapa ndani. Unasikia kwa sababu uko hapa ndani. Bwana asifiwe. Utafanya hayo yote tunanena kwa sababu umesikia. Na wakati alipokataa, mawazo yake haikufanyika kuwa katika usawa. Ni kwa sababu amekataa kusikia sauti kutoka kwa Bwana. Alienda tu akiwa na ule moyo wa kugadhabika. Biblia inatuambia kwa huo mstari unafuata, huo wa 8 unasema, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Ati Kaini wakati ule walikuwa alimdanganyia na wakaenda, alimwambia waende katika shamba, lakini mawazo yake ilikuwa imeingiwa na nani? Ili Shetani alikuwa ameingia. Shetani alikuwa amepata nafasi na kibali ndani yake. Kwa hivyo hata wakati alikuwa anaambia huyo brother yake twende shambani, alikuwa anajua anaenda kufanya nini. Bwana asifiwe. Haleluya. Alikuwa anajua na anaelewa anaenda kumuua. Kwa sababu ya nini? Si brother yake amemkosea, lakini kwa sababu ya mang'ang'ano ya makasiriko. Bwana asifiwe. Akajikuta ametenda kitendo kisio jema kwa sababu alipinga ile sauti alisikia kutoka kwa Mungu. Haleluya. Na kuna kitu moja ningetaka kukuambia mtu wa Mungu. Sauti ya Bwana hawezi ngoja ati usikie sauti ya Bwana ikinena ndani yako. Sauti ya Bwana haineni vile unafikiria. Ati sasa nikiwa hapa nisikie Bwana akiniambia waambie wafanye hivi, waambie hivi na hivi. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna watu wengi sana wanangojea sauti ya Bwana namna hiyo. Wakisikia Mungu akamwambia Kaini, hapana. Wakati Mungu anapokunenea usifikirie ni sauti kama ile inatoka utasikia. Lakini neno la Bwana lile unaposoma, wakati unapolifuata neno la Bwana lile unafundishwa, wakati unaposikiliza, liko na yani linaweka nini? Inapanga kile na wakati linanenwa unasikia jambo fulani nilikuwa ninafikiria haifai kwa sababu kulingana na vile neno limesema haifai. Mnanielewa? Baada nyingine unasikia
unasikia na hili jambo nalo linafaa kulingana na vile neno la Bwana limenitia nguvu, hili jambo linafaa. Kwa hivyo ni sauti kingine fulani unapokasikia ndani ya moyo wako, ni sauti kingine kutokana na neno, hakasikiki na kiingia, hakaeleweki na kiingia, ni kama upepo haujulikani ukienda ama ukikuta, lakini ndani ya moyo wako unasikia himizo. Kama vile ninaongea, kuna himizo inatimwa na neno la Bwana ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Watu wengine wanafikiria kwa sababu waliota huyo ni Mungu aliwanenea. Hapana, wakati mwingine hata kama ndoto inakuja, haikuji na ile njia unafikiria. Ndoto ya Mungu haikuji na ile style unaotaka nayo. Bwana asifiwe. Ndoto ya Mungu ina mpangilio na unasikia msukumo, himizo ndani ya moyo wako. Na ile ndoto ikiingia tu hivi, hakuna wakati utaisahau. Lakini usiseme hivyo. Nisiseme hivyo kwa sababu hata zingine za Shetani zinakuanga na nguvu sana zikinena ndani ya wewe. Zinakaa mpaka wakati ule utatimiza vile zinataka. Bwana asifiwe. Uongo wakati umekuingia wakati unakukandamisha. Yaani wewe unaona kabisa huyu ni Mungu alikuwa ananenea, kumbe ni Shetani alikunenea. Sababu wakati mmoja unapokea uongo ndani yako, ndoto ya Mungu hainanga uongo. Ndoto ya Mungu inaletanga amani ndani ya moyo wa mtu. Bwana asifiwe. Amen. Ndoto ya Mungu haikuji kukujaribu. Na ndio Yesu alitambua Shetani anamjaribu wakati alimwambia na kama. Na wewe wakati mmoja ndoto inakuja ikileta hiyo tofauti ya kukuonyesha ni kama sio kweli, ni kama ukweli, ni kama sio kweli, hiyo sio ndoto ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukiendelea tumesomewa tukaambiwa ya kwamba kama sijasoma kwa Kiswahili, tukaona ya kwamba huyu hawa watoto walikuwa vijana wawili. Na siku moja ikapika hawa vijana hii ni kuonyesha nini? Hii inaonyesha wameanza kutambua uwema na ubaya. Bwana asifiwe. Wameanza kutambua uzuri na ubaya. Na wakati ule walianza kutambua na wakatambua, waliamua kutoa sacrifice. Haleluya. Tikane wanjita. Tarakeje yekoi. Hindire anake asio magi malile. Kutikogi mara mwere. Maisha yao ya rohoni wakati walifika kuwa watu wazima, katika maisha yao ya rohoni walijikuta kila mtu akifikiria juu ya kutoa dhabihu mbele za Bwana. Haleluya. Haleluya. Wakati hata wewe umefika katika nafasi ya kuwa mtu mzima katika kiroho, hautaondoka kwa Bwana ama ulinganishe Mungu na kitu kingine. Tuko pamoja? Hautalinganisha Mungu na kitu kingine chochote. Tuko pamoja watu wa Mungu? Hautamtazama Bwana na macho yako ya kimwili. Utamtazama tu na jicho lake. Utafuata tu neno na Biblia kulingana na vile limeandikwa. Utaliamini kulingana na vile limeandikwa. Bwana asifiwe. Na wakati wowote utatamani kupitiliza mapenzi ya Mungu. Wakati wowote utatamani kusikia neno la Mungu, ndio liweze kujenga moyo wako kila wakati na kukuweka ukiwa uhai. Sio kuwa uhai ate ukikosa kuwa katika neno hautakuwa uhai. Hapana. Utakuwa uhai, lakini kuna uhai kwa mtu aliye katika neno kila wakati, na kuna uhai wa mtu yule anapokea neno kwa wakati ule anataka, na kuna uhai kwa yule mtu tena hata hataki neno. Bwana asifiwe. Na hao wote watu wako na tofauti. Hao watu wote watatu wako na tofauti. Kwa sababu yeyote yule aliye katika neno kila wakati
ni kama Abel. Alitaka kujua, alitaka kutambua, kwa nini nimefikiria mawazo haya? Ninahitajika niweze kufanya namna gani? Bwana asifiwe. Naye uamuzi wake wa Abel, kile aliamua kilifanyika kuwa katika usawa na mapenzi ya Bwana ikawa ndio hiyo. Hallelujah. Number 2. Kain ni watu wale, hata kama wako kanisa, wako ndani ya nyumba la Bwana, hata kama wanasikiliza neno la Bwana, hawana shughuli za kutaka kujua hapo pengine. Yeye anajiamini kulingana na vile alivyo na vile amesikia na kutosheleka katika nafasi kama hiyo. Bwana asifiwe. Hata kama ako ndani ya nyumba la Bwana, hata kama anasikia neno la Bwana. Si nimekwambia kuna wengine hawasikii, hata hawaendi, wachana na hao. Lakini hata kama Kain alikuwa ndani ya nyumba la Bwana na neno la Bwana lilikuwa linanena kumbuka. Kwa si hata hiyo sauti tunasoma, si ni sauti ya Bwana namba 7. Si ni namba 7 ni sauti ya Bwana. Kwa hivyo alikuwa anasikia. Kwa hivyo alikuwa ndani ya nyumba la Bwana. Sauti ya Bwana ilikuwa inanena. Lakini Kain hakutilia maanani, hakushindania. Yeye alikuwa tu aweze kuonekana ndani ya nyumba la Bwana. Yeye alikuwa tu alikuwa anataka tu kuwa yani pamoja na wale wengine, lakini si kwa msaada wowote wa Mungu. Moyo wake ulikuwa, hata wakati anapoingia ndani ya nyumba la Bwana, moyo wake ulikuwa na nafasi ya kupinga lile neno, hata kama hapo katika nyumba ya Bwana. Moyo wake ulikuwa katika nafasi ya kupigwa na kitu chochote kinapokuja katika maisha yake, kinamweza kumzuilia kuwa mbele za Bwana ama kuwa katika neno, kuwa ndani ya nyumba la Bwana. Kinaweza kumzuilia wakati wowote kutenda mapenzi ya Bwana, sababu amefungulia moyo wake mambo mengine na vitu zingine. Tuko pamoja? Haleluya. Mwadhani ya Roho, na kile ninamwambiaga kila wakati, wewe ndiye ulisikia sauti, hamukusikia. Wewe ndiye ulisikia sauti, hamukusikia na mtu. Wewe ndiye unasikia vile Mungu anakunenea, hakuna mtu mwingine amesikia. Ni wewe tu umesikia. Na ile sauti inaweza ingia ndani yako, uipinge ama uikubali. Na kulingana na vile utaipokea, hivyo ndivyo utafanya. Hata wakati ule Kain alisikia ile sauti ya Bwana, alichukua kulingana na vile alikuwa anakaa ndani ya nyumba la Bwana, akiwa na moyo wa aina hiyo ya kupinga. Ni moyo wa kureject. Bwana asifiwe. Hata kama Mungu alimnenea, alipinga tu kama kawaida, kama mazoea. Kuna watu walio na mazoea makuu sana na mengi sana ndani ya nyumba la Bwana. Kain ako tu ndani ya nyumba la Bwana. Abel ako tu ndani ya nyumba la Bwana. Bwana asifiwe. Ni wewe sasa uweze kuitambua moyo wako, uweze kuwa na ufunuo kamili kulingana na vile neno la Bwana linavyohitaji. Bwana asifiwe. Haleluya. Sababu hakuna kitu hata moja kinafaa kupinga kufanya mapenzi ya Bwana, hata kama, wacha tuseme hivi, saa ingine ninataka kwenda kuingia katika maombi, na ninasikia mimi ni mgonjwa, ama ninasikia mimi katika hiyo nafasi sina amani. Kuna kitu kimoja tunafaa kuelewa na kutambua. Usiwe na kitu kitakufungilia, kwa sababu Mungu hana haja na vile unavyosikia ndani yako. Wewe gaida neno kana kwenda kumenya ulio rai. Uliaka hiyo eneo ati. Bwana asifiwe. Mungu ako pale, yani ako pale tayari unene katika njia yoyote ile uliyo ndani yake. Uko ndani ya vita, uko ndani ya makasiriko, uko ndani ya kulemewa, uko ndani ya magonjwa, uko ndani ya jambo hili na lile lingine. Na kuambia mtu wa Mungu, usiwe na jambo litafungilia ukose kufanya mapenzi ya Bwana.
Mungu, hatuendi kwa Mungu wakati ule tuko na amani. Hatuendi kwa Mungu kwa sababu wakati kama hatuombi wakati ule tuko na fedha, ama hatuombi wakati ule hatuna fedha, ama hatutaki kusikia, tunataka kusikia sauti ya Bwana wakati ule mambo yetu ni mazuri. Hapana, Mungu anakuhitaji wakati wowote vile ulivyo. Haleluya. Kwa sababu kama sio hivyo hangemtuma Kristo, sababu ulimwengu wote ulikuwa na angemtuma, angeuangalia ulimwengu, angetuma mtu, sababu ulimwengu ulikuwa umejaa dhambi. Lakini hata kama dhambi ilikuwa imejaa ulimwenguni, alimtuma mwanae aje kwa ajili ya hao watu walio ulimwenguni. Bwana asifiwe. Awape nafasi na kibali ya kuitwa wana wa Mungu. Kwa hivyo wakati tunapotazama Cain and Abel, kuna mambo tunatakiwa tuweze kutambua ya kwamba ati Cain, wakati Cain alifika kuwa katika kiwango ya kutambua, hatua alichukua kinyume na mapenzi ya Bwana. Hatua ile Cain alichukua wakati alitambua mema na mabaya. Wakati alitambua kutoa sacrifice. Kutoa sacrifice ni kufanya nini? Wakati ule umesikia kabisa moyo wako unatosha kuingia ndani kwa dhamana na Mungu. Wakati umeamua kwa dhamana na Mungu, unaandamana naye namna gani? Moyo wako umesikia kabisa umefika katika nafasi sasa unatamani kwa dhamana na Mungu, na ukweli umeokoka. Sasa hata kama umeokoka, kama haujaingia ndani ya Kristo, utamfuata Mungu katika sheria ama umfuate katika neema? Na mtu yeyote yule amemfuata katika neema, huyo ndio ameingia katika ukamilifu wa Kristo. Bwana asifiwe. Na yote yule ameingia katika sheria, huyo ametambua uzuri na ubaya, na kutambua uzuri na ubaya, mambo haya mawili ikiwa imesimama hapa. Kuna wakati mzuri na kuna wakati mbaya. Kuna wakati ninafaa kufanya hivi na kuna wakati sifai. Hizi uzuri na ubaya uchunge sana, kwa sababu beleni kabla Adam hawajakosea, ule mtu wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwa, lakini haukuwa na uwezo wote juu ya Adam and Eve. Lakini wakati ule waliutazama na wakaupenda, walijua Mungu anaweza ua na Mungu anaweza dumisha, kufanya mtu aishi hai. Mungu anaweza piga na Mungu anaweza samehe. Unanielewa? Sasa ukiwa katika hiyo nafasi, uchunge sana, kwa sababu utafuata njia ile haijafaa. Sababu mtu mkamilifu katika Bwana anafaa kuwa katika moyo mmoja, ya kwamba Mungu wetu ni amejaa upendo. Mungu wetu hakuna madhara yoyote anaweza nifanyie. Lakini wakati ule umesimama, Mungu anaweza kasirika na nigojeke, Mungu anaweza kasirika nikufe, Mungu anaweza kuwa na amani na mimi niweze kuishi na amani. Wewe uko katika nafasi ile haifai. Uko katika chini ya sheria, na hiyo sheria itakupeleka vibaya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile jicho tunapaa kuona Mungu nayo tu ni jicho moja ya mwanae Kristo Yesu, yule aliyekuja ulimwenguni na akatufufua katika kifo, na akatuweka katika nafasi yake na katika kibali chake cha kuitwa wana wa Mungu. Mahali pale hakuna ubaya wowote tunaweza kutana naye. Bwana asifiwe. Hali hata likudu ona umwetondolele maudu mode menga maumangako. Mambo yale yote mazuri yatoka wapi? Kwa Bwana. Bwana asifiwe. Tumeandikiwa mambo yale yote mabaya yatoka kwa Mungu. Tumeandikiwa. Hata tumeandikiwa nini? Hata hapa. Tuandikiwa pia maandiko hili. Mwana ni roho wa shukrani. Amen. Udu wote mwega ubangako. Iwote moru. Ate kaya jambo lolote baya linatoka wapi?
Kwa ibilisi na wengine kwao wengine na mambo yale yote mazuri kwa Mungu. Kwa hivyo hakuna mambo yote tunadaiwa ndio inatore. Mambo yale yote mambo yanatoka kwa Shetani, kwako na kwa nani? Ndio inatona kanenya. Ile si matendo ile tuani. Kwa hivyo ndani yenu hakuna uzuri wowote. Maandiko inasema mambo yale yote mazuri yatoka kwake. Yeye ndiye atupeaye mambo. Lakini wewe ulio ndani ya Kristo ni nini kiko ndani yako? Uzuri. Bwana asifiwe. Na yule ako ndani ya Kristo ni nini kinatoka ndani yake? Huzuni. Yeyote yule hako asio ndani ya Kristo, nini kinatoka ndani yake? Mabaya. Bwana asifiwe. Ya kina Kaini. Wakati ule Abel mawazo yake ilitazama Christ na akatazama yale yote, yani alitazama kwa sababu wakati wa Christ hakuwa. Lakini kuna kitu ningetaka muweze kukumbuka, Biblia inatuambia na tulisoma pamoja. Christ alitoa dhabihu wakati gani? Alifanya sacrifice wakati gani? Kabla ya msingi wa ulimwengu. Ndiye alifanya nini? Alikufa. Kwa hivyo hata unafaa kuelewa na kutambua ya kwamba hakuna mtu alimuua. Sababu kulikuwa na watu wa kumuua. Kwa hivyo ni nani walipanga akufe? Walipanga na nani akufe? Na akakufa kabla watu hawajakuja ulimwenguni. Kwa hivyo hata hii kifo tunaona Mafarisi na wale wengine wote waliweza kumuua. Haleluya. Hata wao ndio walimsulubisha, wao ndio walimuua. Ni mfano tu wa vile alikufa na kule, lakini Mungu ndiye alimuua. Nani alimuua? Hakuna mtu mwingine ulimwenguni Mungu ameshawahi ua isipokuwa tu mwanae. Ndio hivyo yetu. Gutire mundu kithine wathe ono mwe gaia riora otiga mundu. Bwana asifiwe. Osho tu ndio alipona. Kulingana na neno gani? Katika Isaya 53 mstari gani? Mstari wa 6. Alifurahi wakati alikuwa anamchukua. Hidiria muragana. Hidiria mundinenge yake ni? Iya John the Baptist yote ni mfano tu. Sababu hakuna jingine Yesu angeongea nayo kutoka Matthew, Mark, Luke and John. Alikuwa anaongea na parables. Sababu watu walikuwa wazito mawazo yao, hawangetambua kitu tena. Alikuwa ananena wasijue ndio waweze kufika katika nafasi tuko ya kutambua Old Testament. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuwa amefika katika wakati wa kufa. Kwa hivyo hakuna kitu angepeana yote ikiwa mhadhara, sababu hakuwa amekufa. Kwa sababu hadharani wote wake ulikuwa umefichwa ndani ya act. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo akina mitume wote, Matthew, Mark, Luke and John, na Yesu mwenyewe Matthew, Mark, Luke and John aliongea juu ya nani? Na aliongea kupitia nini? Kulingana na neno Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alipokuja aliongea kuhusu aliongea, yani kwa sababu hakuwa amekufa tena. Jambo la pili, hakukuwa na New Testament. Moyo huu hakukuwa na New Testament, na utapue hivyo hakukuwa na New Testament. Kwa hivyo wakati ule Yesu alikuja hakukuwa na New Testament. Namba 2, wakati wa mitume hakukuwa na New Testament. Ile kitabu ilikuwa tu ni Old Testament.
Kwa hivyo nitamsomea second service. Kwa hivyo Yesu alirudi wapi? Katika Old Testament. Yote yale unaona anayoyahubiri alitoa wapi? Katika Old Testament. Bwana asifiwe. Mitume nao walihubiri kutoka wapi? Old Testament. Kwa sababu New Testament haikuwa imeandikwa. Tuko pamoja watu wa Mungu. Na ndio unaona alipeana parables. Sababu watu hawangejua ni nini anavyosema. Tuko pamoja? Kwa hivyo mambo haya uwe unajiwekea tu kidogo kwa sababu kile tu tunaenda tukifundisha ndio utaendelea tu tukisoma tu neno ndio utaendelea na kosa kusoma kwa sababu tutatoka katika our message. Lakini tutaweza kuangalia Cain was a farmer. Si ndio tumeambiwa, tumesomewa na Mwangi. Cain was a farmer. A tiller of the land. Alikuwa ana till ground. Na alikuwa man. Na hii tulisoma, kwa hivyo ninataka kutoka hapa. Tulisoma tukaona ya kwamba na niliongea nikasema ya kwamba Cain alikuwa anajitazama, anajiona akiwa strong. Hallelujah. Na kuwa strong usiishike kama vile unasika ile strong ya kawaida yetu. Kujiona kuwa strong ni kujitambua ndani ya maisha yake ya kiroho. Hakuna mtu anafaa kutegemea. Katika maisha yake ya kiroho alijiona akiwa sawa. Sio strong ya kuwa na nguvu ya kufanya yale na yale mengine. Kwa sababu watu tukiangalia neno vizuri siku ya leo la kama nini ati ni nini ni mimi. Kwa hivyo Cain tukiangalia na jingine, Cain alijishughulikia mwenyewe, hakuna mahali alishughulika na kazi ya Mungu. Haleluya, amen. Ati tunasemaje? Ground ni your fresh. Kwa hivyo kazi ya Cain ilikuwa ya kushughulikia fresh. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Na ndani ya nyumba la Bwana tuna watu wanaoshughulikia fresh only hata kama wako ndani ya nyumba la Bwana. Hata kama unasema nimesamehewa dhambi, hata kama unasema nimeokoka, kumbukeni hata yule mtu tunaita Judas. Hata kama alikuwa na Yesu 3.5 years, alishughulikia fresh. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lakini mtu tunayemuita Abel hakutaka kujua wala kutambua juu ya hadi fresh. Alishughulikia alikaa akiwa spiritual. Katika njia zake zote. Hata kama alikuwa na mwili. Hata kama alikuwa na mwili hakutambua. Alikuwa na mwili wa kushughulikia kama vile Cain alikuwa anashughulikia mwili wake. Kama vile Cain alishughulikia ground ama land ama alitili. Bwana asifiwe. Hata kama lakini yeye hakutaka kukaa na kuweka mawazo yake katika ground. Katika mchanga hakutaka. Hata kama alikuwa tu mchanga. Alitambua mambo fulani. Wacha tuendelee. Kwa hivyo Cain alifika katika kiwango na kujitrust. Sababu yeye hakushughulika na kitu chochote inaitwa church. Yeye hakushughulika na kitu chochote kinaitwa church. Namba 2, hakushughulika na mtu yeyote anaitwa master. Hakushughulika na mtu yeyote yule alikuwa pamoja naye wa kumuongoza. Na ni nani? Adam and Eve. Sababu Abel alifuata. Kumbukeni kitu moja. Mungu Adam and Eve wazazi Cain and Abel walikuwa wametoka katika uso wa Bwana ama walikuwa tu katika uso wa Bwana? Katika uso wa Bwana. Wakati walienda Mungu
aliwashughulikia kwanza ama walizaa Kaini na Abel? Aliwashughulikia. Kwa hivyo wakati ninasema Abel alitaka kuelewa na kujua ni njia gani anaweza tumia ndio aweze kutenda mapenzi ya Bwana. Kaini hakutaka kutambua. Kwa nini? Sababu wakati ule Kaini na Abel, Adam and Eve walishughulikiwa, walitambua moyo wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo hata wakikuja kuzaa Kaini na Abel, walikuwa wanajua yes, kuna wakati tulianguka, kuna wakati tulifanyika kuwa wenye dhambi. Lakini kumbukeni kitu moja, ile dhabihu Mungu aliwafanyia haingewafanya Adam and Eve kuwa wakamilifu mbele za Bwana. Sababu alitoa nini? Alichinja kondoo. Na Biblia inatuambia kwamba katika kitabu ya Hebrews 10:1, dhabihu zote zile zilikuwa zinatolewa dhabihu zile haziwezi fanya mtu kuwa mkamilifu. Na ni nani kwanza alitoa kondoo? God. Alitolea nani? Kaini na Abel. Akawatoa katika nini? Katika ile hali walikuwa wameingia kwa dhambi. Akiwagojesha nini? Yeye yule atakaye kuja nyuma. Mnakumbuka katika kitabu ya Romans 3, Romans 5. Akiwagojesha. Kwa hivyo Adam and Eve, hata kama Mungu aliwashughulikia, akachinja mwana kondoo, sababu Old Testament lazima ungeleta mnyama animal ndio iweze kukusimamia mwaka mzima. Baada ya mwaka mzima, unapeleka mwana kondoo mwingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wakati ule walifanywa hivyo, hata kama walirudishwa katika uungano wa Mungu, hapa tunaangalia tunaona ni shadow nikiruru kama ndo mariamega magoka etere hivyo. Kwa sababu Kristo hakuwa amekufa. Kristo hakuwa amekufa. Kwa hivyo chochote kilifanywa kwa wakati huo ni lazima kiwe ni cha kugonjeswa kile chema kitakaokuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Kaini na Abel, hebu nimuulize, not Kaini na Abel, Adam and Eve, hata kama walifanywa hiyo yote na wakafunikwa uchi yao, walikuwa na dhambi ama hawakuwa nayo? Jambo la kwanza, bereni mwanzo dhambi haikuwamo. Hata kama dhambi ilikuwamo, haikuwa na nguvu ya kuwafanya kuwa na. Lakini wakati ule sheria iliingia, walifanyika kuwa wenye dhambi sababu Mungu aliwanenea. Bwana asifiwe. Hata Adam and Eve walinenewa wakapigwa. Kwa hivyo Kaini alifuata moyo wa nani? Wa baba yao na mama yao. Nimranyita. Kaini alifuata moyo wa baba na mama mwanzo. Si walinenewa akaambiwa Kaini, Adam, mkikula mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwa uhakika mtakufa. Nini walikula? Ule mti. Wakapinga sauti ya Bwana, nao wakaingia katika dhambi. Bwana asifiwe. Sababu ya kupinga sio kwa sababu walikula dhambi, akula tunda. Tunda haliwezi wafanya kuwa wenye dhambi na nenda muonia. Tunda sio tunda liliwafanya kuwa wenye dhambi, ni ile sauti walipinga ya Mungu ilifanya waweze kuwa wenye dhambi. Bwana asifiwe. Hata wewe sio kile unakula wala kunywa, hata sio tabia ile unafanya ama mabitido ile unatumia, ile kitu inafanya uweze kuitwa mwenye dhambi kwa sababu ya kupinga neno la Bwana. Sababu wakati unapofuata neno la Bwana, hata kama unapitia wapi, na ni nyinyi tulisoma na nyinyi katika kitabu ya Isaya kama ni Jeremiah, ni Isaya 50. Bwana asifiwe. Hata kama unapitia wapi, ubora wako ni kukaa chini ya neno la Bwana. Haleluya. Isaya 50, si ndio tena? Yes. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ule Adamu alirudishwa katika shamba la Edeni, wakati ule walirudishwa, lakini hawakurudishwa kwa sababu iliwekwa malaika wale walisimamia. Adamu akiwa pale, kulingana na neno la Bwana, Adamu akiwa pale walizaa nani?
walizaa Kaini na wakati walipowazaa, na kwa sababu hawakuwa wamesamehewa dhambi kikamilifu, kwa sababu dhambi ilikuwa wasamehewa Kristo akija, alizaa watoto wenye dhambi ama sio wenye dhambi. Alizaa watoto wanafanana naye. Haleluya. Lakini mmoja alikataa ule mtindo, mmoja alikataa, mmoja aliwafuata. Kaini alifuata mama yake na baba yake. Abel mwanzo kwa kupinga neno la Bwana. Si mnaona yeye amenenewa? Hakuna mahali tunaona Abel amenenewa. Ukweli? Kwa sababu ukweli ulikuwa ndani yake kutoka kwa wazazi, sababu wazazi walikuwa wamesoma. Kile kilifanya wakose kusimama imara wakati walikuwa katika shamba la Edeni, kabla hawajakula tunda. Walipakula. Lakini wakati walizaa hawa vijana wawili, kijana mmoja akafuata ile mtindo wao wa kwanza. Kijana wa pili akafuata mtindo wao wa pili. Sababu wakati Abel alienda kwa baba, alitaka kutambua na kujua mapenzi ya Bwana na vile anafaa kutoa ile dhabihu, kwa sababu angejua mwenyewe. Wakati vile tu aliongozwa na kuelekezwa, alifanya hivyo. Walimwambiaje? Wakati sisi tulifanya dhambi, wakati tulipika sauti ya Bwana, Bwana alichinja mwana-kondoo. Na kwa sababu msahara wa dhambi ni mauti, waliua kondoo. Ndio ni tuweze kusamehewa hiyo dhambi ya kupinga na kukataa sauti, alichinja kondoo. Kwa hivyo na wewe Abel, na wewe Kaini, uzuri ni ya kwamba chinja mwana-kondoo. Haleluya. Abel akachinja mwana-kondoo kwa ajili ya dhambi yake. Haleluya. Lakini hakuwa anatambua ni kwa ajili ya dhambi yake. Haleluya. Wakati tu alimwaga damu, Mungu akaangalia, akatazama kwa Abel amefanya nini? Amechinja kondoo. Wakati Mungu alitazama, hiyo dhabihu ikawa kamili mbele ya Bwana kwa ajili ya Abel. Na ndio Biblia inasema ya kwamba Mungu akamtakabali Abel na dhabihu yake. Mungu akakataa kumtakabali Kaini na dhabihu yake. Kwa nini? Kwa sababu kwa Kaini hakuna kitu kilionyesha damu ya msamaha. Haleluya. Lakini kwa Abel kulionyesha damu ya msamaha. Na ile damu ilikuwa imetoka ndani ya nini? Ya kondoo. Na ile kondoo inasimamia nani? Christ. Mfano kama vile baba Mungu alitenda kwa wazazi wake. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Twe hamwe. Uhono ndokinya wigire thini wanyu. Tondu gutiri na kiumo kaika na gatika gatigiriru. Mahinda mali ya mbele. Mwana ni arogosha. Haleluya. Amen. Kwa hivyo huyu mtu anaitwa Abel aliiga baba yake na mama yake baada yao kutolewa katika hatia ile walikuwa ndani. Like our son is not Abel. Kaini aliiga baba yake na mama yake katika uovu wa kupinga sauti ya Bwana. Bwana asifiwe. Naye Abel wakati ule alienda kusihi kusihi ni kufanya nikubebeleza. Nataka kutumia ile neno inasema kukonsult. Bwana asifiwe. Wakati alienda kukonsult kwa wazazi, alifanya kulingana na vile wazazi wanafse nidai haha. Hindi ya Ngai yale ya Adamu na Hawa. Makiekiri ya Ngai ya Ameli. No le ya Ngai Abel arandire kuri ithe. Amori uri amori. Mamwira uri amangiri. Ekiri uri amamuthomithi. Ugo ni kuania ati tunaonyeshwa ya kwamba Mungu ya Mungu wetu, ama Mungu wetu ni nani? Mungu ya Mungu wetu na neno. Na vile neno limeandika, neno lolote litokao katika kinywa cha Bwana ni pumzi ya
ya Mungu. Kwa hivyo hii pumzi ya Mungu wakati tunayoipokea inaingia ndani yetu. Tukifanya kulingana sio kulifanya wewe. Sio kulifanya. Tukiamini hilo neno kulingana na vile lilivyo. Haleluya. Tumekubali mausia ya Bwana na tumekubali moyo wa Mungu. Lakini wakati wowote tutapinga hili neno, tumempinga Mungu. Hakuna wakati tutakuwa uhusiano na Mungu. Lakini nataka kukwambia usiogope. Abia huyo mwingine usiogope. Usiogope. Lakini utaogopa. Ndio huo. Kwa sababu wakati ule Bwana yuko ndani yako, Biblia inatuambia kwamba utaogopa. Wakati ule unapiga sauti ya Bwana utaogopa. Bwana asifiwe. Ile kitu ninakuondolea ni hii, hautakufa. Atekipo hiyo ya ile tunaambiwa tulikuwa tunaambiwa na Wakorintho, utakuwa na utazikwa. Sio hiyo. Hiyo hata hakuna. Haiko katika pande yako. Utakuwa tu ukisagarara. Utasagarara vile tu unasagarara. Na utavaa, utakula, utaenda maiti zaidi na utafanya kila kitu, lakini utaogopa. Haleluya. Sababu mahali popote Roho wa Bwana hayuko, kuna uoga. Bwana asifiwe. Kuna uoga. Na ule uoga ninakwambia juu yake ndiyo inaitwa ya kifo. Bwana asifiwe. Kuna uoga wakati wowote ndani yako. Na ule uoga ni wa kifo, kwa sababu wakati wote kuna maswali ndani yako inajiuliza. Lakini mtu akiwa ndani ya neno la Bwana ya Kristo, hauogopi kitu, sababu hakuna kifo ndani yako. Kifo kimesha. Kuna yule aliyesimama katika mwanya wa hiyo kifo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wakati tulikuwa na nyinyi on Sunday tulisoma katika kitabu ya Genesis 6:5 na tutarudia hiyo. Genesis 25 tusome Genesis 25:27. And Esau was a cunning hunter, a man of field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. Bwana asifiwe. Tunaambiwa ya kwamba katika Kiswahili watoto wakakuwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama, mtu wa nyikani. Na Yakobo alikuwa mtu mtulivu mwenye kukaa hemani. Unaona, Kain alikuwa mtu wa shambani. Bwana asifiwe. Mtu wa kulima shamba. Naye Esau alikuwa mtu wa kuwinda wanyama. Eneguo. Naye Abel alikuwa nani? Alikuwa mtu wa kutulia hapo hemani na mama yake. Naye huyu mwingine tunamuita Yakobo alikuwa tena mtu wa kupumzika katika hemani. Wale watu wanaonekana kama ni wakubafu, na hiyo ndio watu wale walio katika neema ya Kristo. Wakati wanapoangaliwa wanaonekana ni wakubafu, hata watu wanawa mistake. Na mtu anaonekana kama hana akili. Niko kana tigo. Taru ndio kwa la hao kana nida. Ukimamire ketinyo kwa ibu alatia. Ogo ikara ho neko. Karugare kage te pagitoi kaine. Na muthenya no tukocio ni ukora ka mundu akiurwo ni toro. Na ari uko kafere-ini haha agioka gukiro akora ni ho gitoro kiria kiega na kimurio kiroka. Haleluya. No ugakora unajikokota ukiwa macho inalia ni kwa sababu ya usingizi, lakini ukauma. Ugatiga kodo sio ke hagorere we akiona tabe mukengu ndio agitakurukagia maguru na kuika ati ni uri araigua wega mwathani arogocwo akana we kwina pulana kona no okira ugoka thini wa nyumba ya Ngai kwina pula. Haleluya. Kuna watu walikaa mbele za Bwana kama wajinga. Walikuwa wanaonekana kama ni wajinga, kama Abel. Hebu soma katika Mwangi, hebu rudi pale usome vile Abel wacha nikuonyeshe. Abel kalikuwa vita
mstari sijui wa pili ama ni watatu. Alikuwa kama mtu tu karahisi tu. Soma tu mahali tulikuwa from. 4, Genesis 4. Hebu nisomee mstari wa 3 na 4. Genesis 4, chapter 4, verse 3. And in the process of time, it came to pass that Cain... No, 2. Verse 2. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Verse 3. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu alikubali, yani aka kijana kalikuwa kanakaa tu na mama yake. Alikuwa mtu wa kukaa pale na kumsikiliza na kuongozwa na kufanya mambo yale mengine. Nitakuonyesha mstari mwingine nitamsomea. Na huyu naye anaitwa Kain. Alikuwa mtu yani ndio wale ya makora kwa hiyo maodo. Ndio wale ya ndio namuona hivi. Ya, si hata kwa katika familia yenu kuna watu wako na hiyo Mungu uwezo mwingi sana. Na wanaonekana wakifaulu haraka. Ukweli ama si ukweli? Wanafaulu haraka sana. Tuko pamoja, lakini akaka kingine kanaonekana tu kakiwa kadhaifu. Kakiwa sio kama kawaida. Lakini kulingana na neno la Bwana, kalikuwa tu kama vepa. Vepa ni kungaja. Neta kiera yake vepa ito metanate. Vepa. Nitala tukana nitaki. Nakalilika sasa. Kwa watu kiumba vepa ni mwanamenye. Unatabua? Ni mbele ya drone. Asome tuku. Kiria yake kiumba ganande kihana dogo. Ya kikaba tala iguru na nikyo hivi ya wewe ndeka kile. Atuma kuna dogo ndio na bila hakiki faidike. Abel kahana wongo hali kendo ya kwehero na ihenya. Bwana asifiwe. Kalikuwa kama mtu kakuondoka kwa haraka na nitoka na ndio kalikupa haraka sana. Kaliwawa haraka sana. Nani ni Christ akuishi na 3 years. 3.5 years ndio alizaliwa. Alafu akaondoka. Aliondolewa kwa nani? Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya yako. Namba 2. Abel alikufa kwa ajili ya nani? Nani aliua mwingine? Kaine na Abel nani aliua mwingine? Abel ile damu ilimwagika. Unafikiri ilikuwa ya nini? Ya kumfanya Abel aweze Kaini aweze kukubalika mbele za Mungu. Abel anasimamia ni mfano wa Christ. Abel ndio alifanya Kaini akubalike katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo damu alimwaga. Abel alikuwa kama mfano wa mwana kondoo katika maisha ya Kaini. Na tena kama hangekuwa Abel hangeingia katika ufalme. Nani? Kaini. Hiyo damu yeye Mungu alikuwa anasema na damu yake inanililia katika mchanga. Bwana asifiwe. Haleluya. Damu ya Yesu Kristo wakati ilimwagika wapi? Katika mchanga. Kwa ajili ya nani? Wewe na mimi. Bwana asifiwe. Pamoja nami. Kwa hivyo kama nani angekufa? Nani hakuwa na msamaha mwingine ungepatikana kwa sababu hata wakati alitoka zile chakula, hakuna chakula ilikuwa na
na damu yoyote, lakini ile damu ilikuwa ya Abel. Abel alikuwa anafananishwa na mfano wa Christ. Abel ni mfano wa Christ. Bwana asifiwe. Amen. Ni kama mwana kondoo yule alifanya mtu kama Kaini aweze kusimama katika moto. Aweze kuwekwa ile zina damu. Kwa pamoja. Naye yule mwingine mnamuona anaitwa nani? Tumesomewa Esau na Jacob. Unaona Esau alikuwa mtu wa kuwinda, naye Kaini anaye hapo Jacob alikuwa mtu wa kulisha kondoo. Kwa hivyo na unaona huyu anaitwa Jacob, isipokuwa tu ni mama yake akamchinja mwana kondoo. Hapana, ni mama yake alifanya nini? Wakati tu alimnenea akamnenea akashindilia hiyo jambo, na ndio tunashindilia ndani ya moyo wako ndio uweze kuwa dhabihu kamili. Akashindilia na Jacob kalikuwa kanakataa. Namwambia hapana. Sasa ikijulikana na baba si atanilaani. Na tayari kumbuka wamelaaniwa. Wamezaliwa wakiwa wamelaaniwa. Wamezaliwa wakiwa na dhambi. Esau and Jacob tayari walikuwa na dhambi. Kaini na Abel walizaliwa wakiwa na dhambi. Kwa hivyo ni kwa kila mtu ni lazima ajifungue. Lazima dhambi. Huyu mtu anaitwa Jacob alikuwa anaambia mama yake Gai, Father akijua ya kwamba ni mimi Jacob na yeye anahitaji Esau, itakuwa namna gani? Itakuwa namna gani mama yangu? Ni nani angeacha kama hajapokea msamaha wa dhambi? Wote wawili Esau and Jacob. Nani angeacha kama hana msamaha wa dhambi? Jacob. Haleluya. Na ndio mama yake aliweza kumpeleka mpaka kukawa na damu imemwagwa, ndio chakula cha baba kionekana kile kizuri. Chakula kizuri cha baba ni kale na damu kalimwagika, sio hata ile ilipikwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii damu ilimwagika kwa ajili ya nani? Kama haingemwagika hata Esau hangesamehewa. Bwana asifiwe. Niguo moigwende twena ya mwana ni Yesu Kristo ya gwitana kame. Erigithanĩtio na iria ciothe citirwo hĩndĩ ĩyo. Mwana nĩ arogocwo. Nĩguo we ũhote gũtonya thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai ũtarĩ na ũndũ ũmwe ũngĩũrĩrĩrio. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Mwana ni arogocwo. Amen. Kwa hivyo Esau and Jacob, kwa sababu ya Jacob kutulia na kusikiliza mama yake hata kama kulikuwa na mng'ang'ano, but iliwezekana. Sababu baadaye sio yeye alifanya hiyo kazi. Nani aliua? Nani alichinja? Mamake. Bwana asifiwe. Mamake ndiye alichinja. Akamwambia sasa peleka, akapika akamwambia sasa peleka, lakini mamake alikuwa anajua ya kwamba tayari damu imemwagwa. Naye baba ya mama, wazazi wa Adam and Eve wa Cain and Abel, wazazi alikuwa anajua Abel amefanya kitendo cha kumwaga damu. Haleluya. Wewe ni kima sana, tuweze kuendelea, tutaendelea tu tukitambua mambo haya vizuri. Mpaka tuone mpaka hiyo zile iliwekwa katika uso wa Kaini. Ndio inasaidia mambo haya. Peke yao watu wale wamejiamini, kuna mambo mawili matatu hawafanyi. Watu wale wamejiamini. Watu wale wanakaa wakifikiria ya kwamba wametosha.
Watu wale hata chini ya mamlaka ya neno la Bwana, hata kama wanakuja haina sio kitu sio kitu wanachukulia katika maanani. Kuna mambo kutochukulia maanani, ni kusema hivi, ni kusema huyo mtu hawezi kuuliza, ask. Yeye akikuja ndani ya nyumba la Bwana anatulia kama Beatrice. Anatulia kama Beatrice. Beatrice anatulia tu na kausikisi kake. Ya? Hawawezi yani kucheki, yani kucheki to kuone wakati hapo. Kwa yani matiora kana kumbea, unangita matioragia na matumbera. Hawana hiyo hati. Number 3, hawataki kusoma. Hata kama ako hapo katika mafundisho hasomi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile kitu inamalizia na huyo mtu hakuna connection yoyote na neno la Bwana. Hakuna connection yoyote na Mungu, kwa sababu moyo wake hakuna kitu hicho. Kwa hivyo tukiangalia tunafaa kuona ya kwamba Kaini angekuwa amefanya nini? Consult ama ask. Akikuwa anahitajika aweze kuwa ameenda kwa wazazi. Enda kwa baba yake, kwa Adam father ama mother Eve. Waende waulize, aende aulize. Ate vile anafaa kufanya ile dhabihu mbele za Bwana. Yes. Sio kwenda tu kanisani na kukuja kanisani tu na ujui atende ndogo ukakuna maandiko ni moyete. Ukarora ngogitonya tu watu bayaka ito no menaki. Na kila imo mwana ni roho. Alikuwa anafaa aulize, ajue vile anafaa kutoa dhabihu mbele za Bwana ama vile anafaa kwenda mbele za Bwana. Haleluya, Bwana asifiwe. Lakini yeye alienda tu kulingana na vile yeye mwenyewe alivyotaka. Lakini kwa sababu ya mawazo yake alijitambua. Mtu yeyote yule hana hizi vitu tatu. Ndio mtu hakuna wakati unaask. Hakuna wakati unataka kujua. Hakuna wakati unaangalia mambo, kuangalia vile inafaa. Na hakuna wakati unarani ama hata ukielekezwa unapinga mambo mengi sana. Yaani ile mafundisho haikai ndani yako kulingana na vile inafaa. Biblia inasema ya kwamba huyo ni mtu anajiona akiwa strong. Unajiona kama umekuwa sawa, umetoshereka. Hallelujah. Yaani unajiona ukiwa strong and good. Wewe mundu winahinya na mundu mwega. Hauwezi kuwa chini ya mentors, kiongozi. Hauwezi kuwa chini ya kanisa. Unafaa kuwa na mtu pale kwa Mama Tony. Tony ni jeu ni ya kule ya leo ile. Na leo hii ndio kwa ile damu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo wakati tu hauna hizo vitu, wakati unajisikia ukiwa sawa, wakati unajisikia ukiwa mzuri, wakati unataka kupendeka sana na kujionyeshana na kujiinua na kufanya yale yote unataka, inaonyeshana ya kwamba unaitikia, una distrust. You are trusting in yourself. Bwana asifiwe. Unajiamini. Tuko pamoja? Hauwezi hata washirika wengine wenzako haushughuliki nao. Todo ukioe, si unatambua, si wewe ni strong, si wewe ni big. Hallelujah. Si uko na mambo yote katika usawa. Hata ushughuliki na brothers, hata uulizi watu wao wengine, unakosa kuja kwetu lakini hivyo hata uulizi neighbor. Hivyo ndivyo Kaini alikuwa. Hakuna mahali aliconnect na wazazi. Hakuna mahali aliconnect na church. Ndio moyo
Kwa hivyo inaonyeshana ya kwamba kulingana na vile Mungu ametusomea, Esau and Jacob, Esau alikuwa strong and good. Si alienda kutafuta wanyama. Hayo kana ngetoyo. Kile akaya tabia tekeni kulia. Kale yinde atagari. Hayo kana huko. Kile akaya tabia. Inde atagari. Ndio ni mfano wa Ngai. Baba yake ni mfano wa Mungu. Wa Mungu. Ya. Esau alijiona akiwa strong and good. Na alikuwa anajiona akiwa ako na ni kama Petro wakati alikuwa katika kushika samaki inaitwaje, kuvua samaki. Alikuwa anajielewa akiwa strong. Alikuwa anasikia ndani yako ako na kila kitu kinachohitajika, anajua kila kitu. Hata alikuwa anashindwa, Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu. Unajua samaki zinapatikana wakati kunaliza, si ndio? Lakini wewe unatuambia tuigize nyavu wakati ule asubuhi kajua kamewaka. Samaki ingionekana usionekana ile tukoka na wai ingionekana rosini. Mudanyakana tuko. Ilipatikana usiku wala mchana katika msemo wa Christ. Lakini katika misemo yetu usiku. Bwana asifiwe. Kila mtu ako na nafasi yake ya kutambua Mungu kulingana na vile anataka. Lakini utambulishi wa neno la Bwana ni njia moja kupitia Kristo. Kifo ya Kristo. Haya mengine yote unajiwekelea ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Alikuwa na kila kitu. Kwa hivyo hata akienda kuwinda mambo yote itakuwa sawa. Basi hakuna mahali alikuwa ameweka kondoo ama hiyo twiga ama hiyo fish ama hiyo mahali fulani ataenda achukue akuje afanye nini, ampikie. Alisahau ya kwamba hata anaweza enda na akose na baba anataka leo gaitwa rosho na gaitwa ndelekewe gaitwa hedereko hiyo. Lakini wakati ule mama yake Jacob alisikia, alienda akamwambia, "Hii Jacob, nimesikia hivi na hivi na hivi Jacob, ingia kwa nichagulie." Ndio iko sio nako ingia. Wakati neno linakuja kwako, acha liingie, acha kwenda kulitafuta. Acha kulitafutia nafasi hiyo ingine. Acha neno liingie lifanye kazi yake kwa saa hiyo. Saa hiyo ndio itakusaidia. Si wakati huo mwingine unafikia. Bwana asifiwe. Usipolipokea hili neno saa hii, liingie ndani yako likusaidie, usifikirie ukienda ndio ufunuo utakuja. Ufunuo kako kitu kanaitwa ufunuo. Kasipo ingia saa hii, utaenda kukatoa wapi na hata au kupata nafasi ya kukatabua kidogo. Si ukweli? Kama ukikuingia lako, kama kwa watu kuingia na hizo ndio ukafikiria wewe. Esau alienda na kila kitu yake, lakini alikuja wakati ule ulikuwa umekwisha. Hallelujah. Esau hakuwa na moyo wa kuconnect either na Rebeka wala Father. Hata hakuuliza baba yake, hata wakati alimwambia, "Father, umeniambia chakula ile ni kama gani pande?" Hata hakuenda kwa madhe kwa sababu mimi ndio ninajua kile bwanangu anapenda. Rona hajui. Hata wakati wanaambiana tupike nini, Rona amekuga kirendete ama tupike mchele ya waru. Haleluya. Ndio ninajua ni nini kiundani baba yake anapenda. Bwana asifiwe. Lakini hata akipikiwa hiyo ya waru ataku. Haleluya. Noni nejo. Anoni juga haria papa ake hudio. Alutekelea yeye. Kilio ni. Yeye hajui. Bwana asifiwe. Rebeka ndiye tu alikuwa anajua kile baba anapenda. Yesu tu ndiye anajua
njia ya kuingia katika ufalme wa mbinguni, na ile njia unaweza kutumia ndio ufike kwa Baba na ukubariki. Yesu tu ndiye anajua, sababu Rebeka alikuwa na mfano wa Kristo. Bwana asifiwe. Baba anakaa tu anakutazama, ati unataka kufanya nini? Nataka kwenda crusade. Lakini ni wewe unataka kwenda, haujaongozwa. Baba wakati aliuliza chakula ile kizuri, Esau alikimbia kwenda kushika. Na ajui kama angeuliza mama angechukua tu mchele, atengeneze vizuri, atije kondoo na aweze kupelekea baba, kwa sababu damu imemwagika damu. Na wote walimwaga damu ama hawakumwaga? Angalieni, wote walimwaga damu ama hawakumwaga? Ni mbona ilikuwa Kaini na Abel wote walimwaga damu ama ni mmoja alimwaga? Bwana asifiwe. Hawa wote wawili walimwaga damu ama hawakumwaga? Walimwaga. Bwana asifiwe. Unaweza kaa katika nyumba la Bwana ukisema wewe ni umeokolewa na damu ya nani? Na iwe ni na uwe mhubiri mkubwa akibisho, lakini ile damu unanena juu yake haijafika katika nafasi yake ya kukuokoa. Si tulikuwa tunasema tumeokolewa? Wokovu huo ulikuwa huo. Hatukuwa tunaonyesha tu damu ya Kristo iliyotionana pia. Si tulikuwa tunaonyesha damu ya Kristo, lakini ilikuwa kamili ama haikuwa imekamilika? Kwa hivyo kuna mtu mwenye ako kanisani na hana haja na damu, lakini ako kanisani na ako sawa, na hata anasikiliza na anatambua vizuri, lakini hana haja na damu. Kuna mtu mwingine haja yake sana ni damu ya Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Huyo ndiye anaweza kukulia kwa sababu ya kuamini hiyo damu. Bwana ni anaokoa. Haleluya. Kwa hiyo usiseme wale wawili hata yule si alimwaga damu ya ile kitu alipata, lakini ilihesabiwa ama haikuhesabiwa? Wacha nikwambie mtu wa Mungu, hata tukishinda hapa tukikuombea unagaragara, tunakupa miujiza na mashara inafanyika. Haleluya. Unaponywa magonjwa, unapewa, unakuta umepata fedha nyingi kwa sababu uliombewa. Hayo yote haiwezi kukufanya kuwa mmoja kwa Kristo. Nemoigwa. Hata halika chini tusiombee uende ukaombea mgonjwa, hata kehe siye hakiki kanisa. Kikienda kuombea mgonjwa ataponywa. Uponyaji ni wa kila mtu, na kuna mtu hawezi ponya yule mwingine. Bora tu ameomba na ameamini. Hata mganga ni kuamini, anaamini mambo yote inafanyika. Halo? Bwana asifiwe. Kitu moja ndio hakiwezekani katika maisha yangu na maisha yako: kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hauwezi ingia kwa sababu umefanyiwa miujiza na maisha. Haiwezekani kwa sababu umebatizwa na ubatizo wa maji mengi ama ya damu. Damu ya kawaida ya mwana kondoo, si ndio? Ya kondoo, not ya Yesu, ya boli si ya deja. Mwone kwa kana tibu. Haleluya. Mtu wa Mungu, nataka kukuambia ni wewe uweze kujua na kutambua ya kwamba sio wote wamuitao Bwana Bwana watakapo ingia katika ufalme wa mbinguni. Watasimama na wagonga mlango, lakini atawaambia enendeni nyinyi simjui. Nao watasema tulikuwa tunatoa pepo kwa jina yako. Siao ni ahujia. Yesu ndiye ahujia. Twarutarama hii mama daimono na tukaonia melimo na ritwa ryaku na taririka na we Kristo uria twathiaga tugikuhunjagia na kũu ndari thĩinĩ wa ngoro ciao ariha nĩ ta ũrĩa wĩragwo atĩrĩrĩ, omba baba wetu aliye mbinguni mara 5. Ile ombi hata wakati hauombi inakuanga hapa na kwa mawazo. Haleluya. Kitu kingine kile tulikuwa tumewekwa ndani yetu, na hiyo kitu tunaomba tufundishe pia kuachana nayo ni kutubu, kuanzia matubuso kabla ya kuomba. Bwana, tunaomba msamaha wako uweze kutufikia. Unajita atenegwa mwingine na mama yana mbele tu uendelee na maombi na uko nyuma ukiwa umetubu. Hiyo ni mambo yale tulikuwa tumezoea, si ni ukweli?
Mbele ya kuambia Mungu shukrani, unatubu kwanza. Hapana. Bwana asifiwe. Sasa hivyo tunatubu. Ni watu wangapi ambao wanasikia kutubiso ndani ya leo? Yes. Kwa nini? Kwa sababu neno linafanya nini? Wakati neno linapoingia, unasikia linakulipiuka. Unasikia linakuinstruct yani kwa bila hapa ndio. Hiyo ndio matubo. Kuliko kuliko kungaruka. Toduna waigwa kipo kia kai bona ya gutwara. Na ukiona njira ya gerire ni wagaruka. Mwathani ya mwisho. Kwa hivyo tugaruka gari. Tunatubu wakati gani? Wakati tunaposikia neno, sio wakati tunapoomba. Bwana asifiwe. Isipokuwa tu ni neno ulisikudishwa likakugeuza. Maombi ulikuwa umeomba mangapi na hata hukugeuka. Hata uliobewa mangapi? Ni kwenda mahoya tumu ya gerate ni kugaruke. No nikitwikaga tumuhujageria kigo kenda igikamugarura tugati kuhoya riwo mundu na ria turahoya ri kawaida etiguo no tutibetaga hati ukaitu muhoya ri honoki uriku ucio twahoirwo ni tani ndahoyagirwo osadi na ndi ndahonokaga ekeinde mwire ni ndahonokaga osadi andu metagwa otako ni ndi haria ndiciarite na ndiyasha kiambiriria ini makero ugai thutha wakwa ni ndakoragwo ngiuga na ngoro niguo pastor akoni na ni ndirahono ndahonoka go sadi ndafatithio maundu ingimutarira mafatithio maria afatithio nginya ria muico ni mafatithio makiria ma matano tondu ngoro yakwa iyuritwo ni huku o sadi ngithia ona ngocete atia na ngera ngai ni thengio ngaigua ngoro yakwa iyuritwo ni huku nikika hukumu inajaa ndani ya moyo wangu. Nikiishi hukumu inaishi. Nikajiuliza kwani mtu anaokokaga na aje? Kwani kuokoka ni nini? Kufunguliwa ni nini? Wakati tunamfundisha ndio mtu anafunguliwa. Na uchunge sana kwa sababu wakati unapofunguliwa msiulize kwa nini hawa hawako. Hawako kwa sababu wakati walifunguliwa walistarehe. Hata wewe ndio unaona kama unakuja saa ile unataka na wakati ule unataka kwa sababu moyo wako ulipata starehe ndani ya Kristo. Lakini Kristo alikufanya kuwa starehe ndio ukae na udumu katika neno. Nimeigwa. Na ndio alikuwa hataki kuona mitume wakimuondokea. Walikuwa anamuondokea anakimbia. Sababu starehe ile Yesu alituweka inafanya wewe ukae kwa Shetani ukiwa haujui kwa Shetani. Mundu ni wega wake kekira na thini ni wema wake anatianga ndani yetu, amani yake ikiingia ndani yetu tukose kujichunga tutakuwa na Shetani mabaya sana. Tuko pamoja? Tutakuwa wagaga tukiwa tu ndani ya Kristo. Tutakuwa washauri tukiwa tu ndani ya Kristo. Sababu amani ikiingia inakudaga. Sababu ile amani haukuitambua imeingia kwa njia gani na ni kwa nini. Mwana ni roho shi. Mwili tu manga kwa nini na ide. Akati manga nitana na murume. Ukweli? Nini alipata kwa yule bwana? Amani. Akaona namna gani? Aende akakae pamoja na yeye karibu. Akaacha yule aliwazaa. Akienda akae wakati mwingine anafika anaanza kufanya nini? Kuligret. Leo nalelewa igira wa Kristo ngera kwemenya lyo kwelira kuikara wake. Au iwa leo ikaraja yake. Atole mutuli na mutubia mundu endelee ikaraja yao. Ndoga kora hende ya maundu macio maikira. Kwambiriria kugĩa na thĩna ũcio. Utikora kukirana. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Tusimame. Tupa amani ndani ya mioyo yetu ndio tuweze kukaa katika neno lake. Tushukuru Bwana kwa dakika moja, halafu ndio tuweze
tuweze kuwa na nafasi nzuri. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakupokea sifa kwa sababu ndio tunaendelea kutufundisha na kutunenea na kutuelekeza katika maisha yetu Bwana, ndio tuweze kutambua na kujua ya kwamba mapenzi yako Bwana sio matinde. Ndio ile mfano wa ajabu tunahitajika tuweze kuifuata, tuweze kuondoa mapenzi yetu Bwana ndio batile tuweze kuishi kwa sababu ya mapenzi ya mtu mwingine, na tuweze Bwana ndio batile kuondoa kujiamini, tuweze kuamini mtu mwingine yule Bwana ndio batile aliye mwanadamu kutoka mwanzo hapa ulimwenguni. Ndio mwanadamu yeyote yule aliye ndani ya ulimwengu aweze kupokea haki na utukufu kulingana na mapenzi yako Bwana. Pokea sifa wewe Bwana, pokea utukufu wewe Bwana, kwa utukufu wako na kwa neema yako. Sisi Bwana ndio batile tunaitwa wanao. Wacha tuombe pamoja. Bwana, katika jina lako Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza ni kwa sababu ya neema yako kuu Bwana Jehova Mungu wetu. Asante ni kwa sababu unatuelekeza ndio tuweze katika tutoke katika mambo ya kujitrust na kujiinua na kuweza kuona kama tuko strong, kama tumetosheka katika maisha yetu, na kujiona kama sisi tuko sawa katika maisha yetu. Tuweze kujua ya kwamba tunakaa katika maisha ya mtu mwingine, na ndiye Kristo Yesu. Yule alikuja ulimwenguni akachukua maisha yetu yote Bwana Jehova Jire, akafa ni kwa ajili yetu. Ndio sisi tuweze Bwana Jehova Jire kukaa maisha yake, na yeye akaikaa yetu, na yeye ndiye alikuwa anajua Bwana yetu anaweza ipeleka wapi. Hata yeye Bwana ni kwa sababu hakuwa anakaa katika haya maisha milele, lakini sisi alitupanga tuweze kukaa katika ile maisha mema katika umilele kwa sababu ya mapenzi yake na kifo chake kile alionyeshana wakati ule alikufa msalabani. Twakuinua Bwana Jehova Jire kwa sababu umetubariki, umetubadilisha, umetuonyesha haki yako Bwana katika uwezo wote. Na ndio Bwana Jehova Jire, wakati hatuwezi mfalme wa ajabu, hatuwezi kuregret kwa wokovu, ni kwa sababu Bwana tumeona mazao ama matunda yale yanayozalika katika imani wakati wowote tunapoamini. Pokea sifa na utukufu mtakatifu wetu wakati tukiingia katika nafasi nyingine. Ninamwombea watu wote Bwana, mtu asikuje mahali hapa Bwana aweze kutoka bure. Wale wengine wataingia Bwana Jehova Jire, wasiingie wasiweze kutoka bure. Sisi wote Bwana Jehova Jire, naomba tukaweza kupokea haki yako katika mapenzi yako kulingana na vile upendavyo. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini.